Ni millardayo.com na LTV. Karibu katika uchambuzi wa magazeti leo Juni 24, 2016 ukiwa na mimi Alice Tupa. Na gazeti la Mwananchi leo katika ukurasa wa mbele limeandika Magufuli awajibu Jenerali Gwajima, asema atamlinda Kikwete na maraisi wengine wastaafu. Habari nyingine inasema siku 10 za Chadema zidi ya polisi za timia, risasi za rindima Zanzibar, watu 3 wajeruhiwa. Na tukiangalia kwa ndani habari inasema watu 3 wamejeruhiwa kwa kupigwa risasi na askari wa vikosi vya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar SMZ na kupelekwa hospitali ya Al Rahma kwa matibabu. Majeruhi hao ni Yusufu Ali Juma mwenye umri wa miaka 23, Ali Shame Ibrahim mwenye umri wa miaka 18 na Salim Masud Bakari mwenye umri wa miaka 18, wakazi wa Tomondo wilaya Magharibi Unguja. Kabla watu hao kujeruhiwa, milio ya risasi zilitawala jana majira saa 8:30 mchana katika mitaa Tomondo, Mwanakwerekwe na Kilimani, hivyo kuzua taharuki miongoni mwa wakazi wa mitaa hiyo. Lakini pia habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele inaandikwa mtuhumiwa kesi ya Mwangosi akana ungumo lake kotini. Ni habari ambayo ipo katika ukurasa 3. Koti yakatisha ndoto za bosi wa TP Mazembe DRC. Lakini pia kuna habari nyingine inasema JPM wasema tupige siasa miaka 5 ijayo. Na tukiangalia kwa ndani habari hizi katika ukurasa wa pili, habari inasema faini kwa sodai risiti yapunguzwa. Kamati ya kudumu ya bunge la bajeti imeshauri serikali kupunguza adhabu kwa mtu atakayeshindwa kudai risiti au kutoa ripoti ya kunyimwa risiti wakati wa kununua bidhaa kutoka kifungo kisichozidi miaka 3 hadi miezi 6 na faini isiyozidi shilingi milioni 1.5 kutoka shilingi milioni 4.5. Awali mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2016 uliowasilishwa kwa mara ya kwanza bungeni ulipendekeza kuwa mtu atakayetiwa hatiani kwa kosa hilo atalipa faini ya kiasi kisichopungua shilingi milioni 3 na kisichozidi shilingi milioni 4.5 au kifungo kisichozidi miaka 3 au vyote kwa pamoja. Na tukiangalia habari katika ukurasa 3, Ukawa walia kunyimwa haki kutetea hoja. Kambi rasmi ya upinzani bungeni imedai kunyimwa haki ya kutoa ushahidi wake katika kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge kuhusu hoja ya kutaka kumuondoa madarakani naibu spika wa bunge Dr. Tulia Ackson. Mbunge wa Simanjiro Chadema James Ole Miller ndiye aliwasilisha hoja ya kumuondoa Dr. Tulia Juni mosi kwa katibu wa bunge ambaye alieleza kwamba atamkabidhi spika wa bunge Job Ndugai, lakini mbunge huyo alifanya hivyo kwa niaba ya Ukawa alisema jana kuwa hadi sasa hakuna kinachoendelea. Lakini pia kuna habari nyingine inasema Anatropia amjibu Mlinga. Mbunge wa viti maalum Chadema Anatropia Theonesti amesema mbunge wa Ulanga CCM Godluck Mlinga anatafuta umaarufu kupitia jina lake kwa sababu tuhuma alizozitoa dhidi yake si za kweli na kwamba hazifanyi siasa za maigizo kama wengine. Theonesti ametoa kauli hiyo siku moja baada ya Mlinga kuomba muongozo kwa naibu spika Dr. Tulia Ackson kama kitendo cha kuvuliwa kofia kinaruhusiwa bungeni. Mlinga alieleza bunge kwamba kitendo hicho kilimdhalilisha yeye, vazi la kanzu alilokuwa amevaa pamoja na mke wake. Lakini pia kuna habari nyingine katika ukurasa huu wa 3 ambao nasema mtuhumiwa kesi ya Mwangosi akana ungamo lake kotini. Mtuhumiwa mauaji aliyekuwa mwandishi wa habari wa Channel 10 mkoani hapa Daudi Mwangosi Pacificus Simon ametoa ushahidi wake mbele ya mahakama na kuieleza kuwa alilazimishwa kusaini ungamo mbele ya ulinzi wa amani bila kujua nini kilichoandikwa. Alidai kuwa baada ya kutoka kuhojiwa kwa kamanda wa polisi mkoa RPC na ofisa wa makosa ya jinai ya mkoa RCO akifananishiwa na picha ya gazeti la Mwananchi la Septemba 3, 2012 alipokana sio yeye, alipelekwa na kwenda kufanya ungamo kwa mlinzi wa amani Flora Mhelela ambaye alikuwa shahidi namba 3. Na tukiangalia habari nyingine katika ukurasa wa 4, habari inasema Magufuli awajibu ulimwengu Gwajima,
sauti za mwandishi gwiji Jenerali Ulimwengu na askofu maarufu Josephat Gwajima na za kutaka rais aliyepita Jakaya Kikwete ashtakiwe kwa makosa tofauti zaweza kuwa zilipaa na kushtua wengi, lakini Rais John Magufuli ana majibu ya hoja hizo, yuko salama na atamlinda. Ahadi hiyo ya kumlinda Kikwete aliongoza serikali ya awamu ya 4 pia inamhusu Benjamin Mkapa awamu ya 3 na Hassan Mwinyi awamu ya 2, na amewahakikishia wote kuwa wako salama kwa kuwa jukumu la kuwalinda ni la kiongozi wa serikali ya awamu ya 5. Magufuli ametoa tamko hilo katika kipindi ambacho Ulimwengu na askofu Gwajima wamezua mjadala kuhusu kinga ya viongozi wakuu wa serikali. Na tukiangalia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wa mbele limeandika mafuriko ya kisiasa marufuku hadi 2020, na hapa amezungumza Rais John Pombe Magufuli: ni waombe wanasiasa wenzangu tufanye siasa za ushindani kwa nguvu zote baada ya miaka 5 ili wananchi watuhoji tulioyaahidi, tuliotekeleza au ambao hatukutekeleza. Kila nchi, hata nchi zenye demokrasia zilizobobea kwa demokrasia, unapokusha uchaguzi mnakuwa wachapakazi. Haiwezekani mkaa kila siku ni siasa, kila siku siasa. Watu watalima saa ngapi? Ni maneno ya Rais Dr. John Magufuli. Lakini pia tukiangalia habari nyingine nasema katiba ya Warioba kufufuliwa, ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Diwani wa CCM baroni kwa tuhuma za kumuua mfugaji. Majaliwa asema hatuna simile na mafisadi. Na tukiangalia kwa undani habari hizi katika ukurasa wake wa 2, habari inosema mafuriko ya kisiasa marufuku mpaka 2020. Wakati kukiwa na hali ya kizungumkuti juu ya vyama vya siasa kuendesha shughuli zao ikiwa ni pamoja na mikutano na makongamano, Rais John Magufuli amesema sasa ni wakati wa kutekeleza yale aliyoyaahidi kwa wananchi, hivyo hatokubali mtu yoyote kumkwamisha, na kwamba muda wa kufanya siasa ni baada ya miaka 5 ijayo. Hivi karibuni vyama vinavyounda Umoja wa Katiba Wananchi Ukawa vilifungua kesi katika Mahakama Kuu Kanda ya Mwanza kupinga zuio la jeshi la polisi kufanyika kwa mikutano ya kisiasa nchini. Habari nyingine katika ukurasa wa 3 inasema Warioba, katiba ya Warioba sasa kufufuka. Rais John Magufuli amefufua matumaini ya baadhi ya Tanzania ya kuwepo kwa katiba mpya yenye msingi wa rasimu wa mapendekezo ya tume ya katiba ya Jaji mstaafu Joseph Warioba, ambayo vipengele vyake kadhaa vilitupwa na bunge la katiba mwaka 2014. Rais Magufuli alifufua matumaini hayo jana baada ya kusema serikali yake si tu itamaliza mchakato wa kupata katiba mpya, bali pia kufanya marekebisho zaidi ya yale kwenye bunge la katiba kama kutakuwa na umuhimu. Na ni habari hizo ambazo zinapatikana katika gazeti la Nipashe. Lakini tukiangalia Jambo Leo nalo katika ukurasa wa mbele limeandika JPM asema nitawalinda marais wastaafu. Habari nyingine nasema muswada wa habari watinga bungeni, na tukiangalia habari kwa ndani nasema miswada 4 ukiwemo wa sheria ya upatikanaji wa habari wa mwaka 2016 imesomwa bungeni. Miswada hiyo iliyosomwa jana kwa mara ya kwanza, ambapo naibu spika Dr. Tulia Ackson alisema baadaye itapelekwa kwenye kamati zinazohusika nayo. Alisema miswada hiyo yenye kamati itafanyiwa kazi na itakapokamilika itarejeshwa bungeni kujadiliwa ili kikubalika ipitishwe na wabunge na kupelekwa kwa rais kusainiwa kuwa sheria. Habari nyingine nasema sasa ukimwi kupimwa nyumba kwa nyumba. TBS yapata mwenyekiti mpya wa bodi. Hofu ya Zika yaongeza kasi ya utoaji mimba. Lakini pia kuna habari nyingine nasema TFF yaikwamisha Yanga kuchukua vifaa CAF. Na tukiangalia habari hizo katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, habari inosema ukimwi kupimwa nyumba kwa nyumba mwezi ujao. Serikali inakusudia kufanya utafiti kwa kupima virusi vya ukimwi VVU nyumba kwa nyumba kuanzia ngazi ya kaya ili kupata takwimu sahihi kuhusu hali ya maambukizi mapya ya ugonjwa huo ilivyo sasa nchini.
Mkurugenzi mkuu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS, Dr. Albina Chua, amesema utafiti huo utakaotumia teknolojia ya kisasa unalenga kupima viashiria na matokeo ya ukimwi nchini ili kujua ni kiwango gani Tanzania imepiga hatua katika kupambana na ugonjwa huo. Na gazeti la Tanzania Daima Sauti ya Watu nalo katika ukurasa wa mbele imeandika Magufuli vitani na Ukawa, apiga marufuku mikutano ya kisiasa, Mboya asema hatukubali. Ni habari ambayo unaweza kusoma katika ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili. Lakini pia kuna habari nyingine inasema utafiti, nusu ya walimu nchini hawafundishi, Milia amjia juu Dr. Tulia. Lakini pia kuna habari nyingine inasema TTCL sasa yamilikiwa 100% na serikali. Habari nyingine inasema Msama muomba radhi Waziri Mwakembe, kiinua mgongo cha wabunge balaa. Ni habari ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Tanzania Daima. Majira nalo gazeti huru la kila siku limeandika nitamlinda JK wastaafu, asema JPM, ahidi kuendeleza mchakato katiba mpya, neki ya mkabidhi ripoti ya uchaguzi mkuu, asikiliza kilio cha muswada wa habari. Ni habari ambayo unaweza kusoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia kuna habari nyingine inayosema Lowassa azidiwa umaarufu, utafiti wa dai Magufuli kuongoza, JK anafuata. Watumishi hewa Katavi warejesha milioni 56. Lakini pia kuna habari nyingine inasema askari KMKM Zanzibar wapiga risasi raia watatu. Ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa 4. Lakini pia kuna habari nyingine inasema serikali yazirejesha hisa za BATS Airtel kwa TTCL. Ni habari hizo ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Majira. Gazeti la Habari Leo katika ukurasa wa mbele limeandika Magufuli asema katiba mpya haijazikwa, asema yuko tayari kuendelea nayo hadi itakapopatikana, awaambia Kikwete wastaafu wawe na amani, atawalinda, utafiti unaonyesha kwa sasa anakubalika kwa 89%. Habari nyingine inasema Majaliwa awatoa hofu kidato cha 4. Na habari kwa undani zaidi inasema wanafunzi wote waliofaulu mtihani wa taifa kumaliza kidato cha 4 watapangiwa kwenda katika shule za serikali na wengine watapangiwa kwenda vyuo kuchukua diploma. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliyasema hayo bungeni jana katika kipindi cha maswali ya papo kwa hapo alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Nsimbo Richard Mbogo wa CCM. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele inasema atakayempa mimba mwanafunzi jela miaka 30. Lakini pia kuna habari nyingine katika ukurasa wa mbele ambayo inasema atakayempa mimba mwanafunzi jela miaka 30. Ni habari hizo ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Habari Leo. Na tukimalizia na gazeti la Mtanzania Afrika ya Kinifu katika ukurasa wa mbele limeandika Magufuli asema hakuna siasa hadi 2020, asema ni wakati wa kazi, atamani kuongoza wa mmoja, wapinzani wadau wampinga, wadai anataka kuua demokrasia. Habari nyingine inasema kiama kwa wafanyabiashara chaja, NMB yajitoa malipo wastaafu hewa. Ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mtanzania. Na tukiingia katika magazeti ya michezo, gazeti la Bingwa limeandika hizi ndizo kufuru za kimataifa, Mzambia kulamba milioni 363.4 Yanga, mshahara wake wavunja rekodi, unaweza kusajili wachezaji wa mafungu timu nzima. Habari nyingine inasema Omoj apewa rungu la kusajili mapro Simba. Habari nyingine sema wachezaji Yanga waisoma Mazembe kwa saa 3. Lakini pia kuna habari nyingine sema hatima ya kesi Yanga kujulikana leo. Mwanaspoti nalo limeandika Mzambia aingia na bahati Yanga kama mbele, ni ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia kuna habari nyingine sema Omoj wa Msimbazi yeye ni makombe tu, tulieni. Ni habari ambayo unaweza pia kusoma katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini tukiangalia katika ukurasa wa nyuma kuna habari inayosema Ronaldo time amerudi kivingine ndani ya saa 12 za mkanganyiko. Ni habari ambayo unaweza kuisoma kwa zaidi katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Mwanaspoti.
Lakini tukimalizia na gazeti la Champion, kuna habari inayosema Chirwa amduaza Plujim Uturuki, Kiro Safi Tambo ya kubali yaishe, combination mpya ngoma. Chirwa Yanga zidi TP Mazembe ni Jumanne. Na tukiingia katika magazeti ya udaku, leo tuna gazeti la Ijumaa kama mnavyoliona katika ukurasa wa mbele na ukurasa wa nyuma wa gazeti hili. Na gazeti la Ijumaa ndio linalo tukamilishia uchambuzi wa magazeti leo Juni 24, 2016 kutoka hapa millardayo.com na Ayo TV. Ila usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo, Facebook, Instagram na Twitter tunatumia jina hilo Millard Ayo. Mimi naitwa Alice Tupa.